Kuna nini kwani? Mama, naomba umwambie baba. Huyu Msonsondo kwa nini anaondoka? Anaondoka na hajamwaga baba. Samahani mume wangu. Huyu kuna sehemu tu anaenda mara moja alafu anarudi. Lakini kuhusu kukuaga kwa sababu ulikuwa chumbani aliniomba nimwagie. Baba, mama na Msonsondo wana mahusiano. Wewe. Mume wangu, hebu acha basi kumsikiliza huyo mtoto. Sasa huyo mtoto anajua nini kuhusu mahusiano? Mimi siongei uongo, naongea kweli. Bi. Hichi kitu ambacho ulichoniambia hapo una uhakika nacho? Baba, kama mimi nadanganya, subiri nikalete ushahidi. Baba, ushahidi huu hapa. Bijungu. Haina haja ya kuniogopa. Wala hakuna sababu yoyote ile ya wewe kuondoka kwa kunyatia kama hivyo. Laiti kama ningalikuwa nataka kukufanyia kitu kibaya, ningalikuwa nimeshakufanyia muda sana. Kitu kimoja ambacho nataka nikwambie, unatakiwa uwe makini sana kwenye haya maisha. Pendelea sana kutafuta vya kwako, sio kudandia vya wenzako, kwa sababu ipo siku vitakuja kukuzuru na vitakuja kukuletea matatizo makubwa sana kwenye maisha yako. Fikiria leo hii kama ningalikuwa na moyo wa kulipiza kwa kile ambacho ulichonifanyia. Unafikiri leo ngalikuwepo wapi? Au ni kitu gani mpaka sasa hivi ningalikuwa nimeshakufanya? Ila sikuona sababu ya kufanya hivyo. Nimeamua tu nikusamehe ili uende ukapambanie maisha yako huko mbele. Ila usije ukasubutu hata siku moja kurejea hichi ambacho ulichokifanya kwangu. Inawezekana ukapoteza maisha kwa vitu vya kipumbavu sana. Nikutakie kila laheri huko uendako. Baba. Bi, vipi? Poa. Alafu, mbona umelala hivi? Nenda kalale ndani. Nimepumzika tu kidogo kwa sababu kichwa changu hakipo sawa. Haya, pole. Sawa, nenda ndani basi.
Sikufanya vile kwa ajili ya kukuumiza. Nimefanya kwa ajili ya yule Msonsondo ondoke. Mimi nakuelewa sana mwanangu. Lakini tayari maji yameshamwagika. Useme hivyo lakini Mimi siwezi kuishi na baba yako tena. Na wala babako hawezi kunisamehe mimi. Kwa sababu mimi tayari ni msaliti. mama, usijampea mama mabaya. Bi mwanangu. Usaliti ndio kosa kubwa ambalo linaweza kuvunja ndoa. Mama, useme hivyo. Mimi nitaondoka mwanangu. Mama. Alafu wewe utaishi na baba na aunti pamoja na Dafeti. Kwa sababu kama mimi nikiendelea kuishi humu ndani, kama amani haiwezi kupatikana. Mama. Nakupenda sana mwanangu. Mimi sioni sababu ya wewe kutaka kuondoka. Wacha mimi ndio niondoke. Kwa sababu Bi bado ni mtoto sana. Na kuna vitu vingi sana ambavyo anahitaji ajifunze kutoka kwa mamake kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naona bora tu endelee kubaki hapa. Ili bado endelee kumlea Bi kama watoto wengine ambao wanahitaji kuelewa. Bi, mimi naondoka, ila nitakuwa nakuja kukuona. Kwa hiyo kuwa makini sana. Mpende sana mamako. Soma kwa bidii. Ila pia usisahau kwamba babako anakupenda sana. Baba. Wewe unaondoka. Na wewe unataka uondoke. Haya sawa. Subiri hapo hapo. Nakuja kukuonyesha. Wewe vipi tena na mabegi? Mimi naondoka Bi. Unaenda wapi? Bi. Hii jumba tayari shaingia na mpasuko. Na mimi sio sehemu salama kwangu hapa. Utanisamehe sana Bi. Haya sawa. Usiondoke. Nisubiri pale, subiri nakuja. Ina maana ndio unaondoka kweli? Nipo serious na ninachotaka kukifanya. Mimi sioni sababu ya wewe kuondoka. Naomba tukae chini tuyamalize haya mambo. Siwezi kukaa na wewe nikaongea kitu chochote kile. Haya ndio maamuzi yangu na nimeshaamua. Kwa hiyo please naomba fuata kile ambacho kipo katika akili yangu, sawa? Sitaki tubishane sasa hivi. Baba. Bi, unataka kufanya kitu gani? Baba. Nafanya hivi kwa ajili mimi ndo chanzo. Kabla mjaondoka, mmalize kwanza mazishi yangu. Hebu naomba unisikilize, sawa? Mimi sitaondoka wala sendi popote pale. Tutakaa chini tutaongea mambo tutamaliza. Hebu naomba basi ushushe hicho kisu chini. Ukisogelea. Ukisogelea tu utajua. Usifanye hivyo mwanangu. Feti,
Kwanza kabisa mimi naomba uwe na amani. Usahau mambo yote yale ambayo yaliwahi kutokea. Lakini pia mimi naomba unisamehe kwa kila kitu ambacho nimewahi kukufanyia huko ndani. Kwa sababu unajua mimi pia ni binadamu, kukosea kupo. Kuna kuteleza. Vitu vingine mtu anakuwa tu unafanya labda kwa kugafirika, labda kutokana na situation ambayo upo nayo, lakini sio kwa kupenda. Mimi naomba uniwe radhi. Usijali kuhusu hilo. Mbona mimi nilisha kusamehe toka kitambo sana. Lakini pia na mimi nilikuwa naomba unisamehe kutokana na yale mambo ambayo yalikuwa yanatokea kuhusu mimi na Kijungu. Feti bwana. Hebu mimi naomba kwanza tuachane na hayo mambo. Yaani hayo mambo wewe yaache kabisa. Kwa sababu kwanza hayana umuhimu wote kwenye maisha yangu. Mimi tu hapa sasa hivi ninachokuomba, fanya kazi kwa bidii, fanya kilichokuleta, kuwa na amani, yani fanya kazi kwa uhuru kabisa. Wala hakuna kitu chochote kitakachokufanya wewe ukose amani. Mimi nakuahidi. Mimi nashukuru kwa kunisamehe. Karibu. Oya vipi mzee? Fresh mwanangu. Mwanangu kama hivyo unavyoniona ndugu yako. Nimepata majanga kidogo, kwa hiyo nikaona sina sehemu yote ile ya kukimbilia zaidi ya hapa. Kuna mambo yangu fulani hivi ambayo hajakaa sawa kwa sasa hivi. Sasa nikaona kwenda tena kule ambako nilifukuzwa mwanzo, kodi yangu iliisha, kuna kipengele. Kuna bwana nije hapa kwa ndugu yangu, unihifadhi hata japo siku 2-3 hivi. Mimi na mimi nikijipata nitaondoka ndugu yangu. Mwanangu Jungu. Kwa hilo mimi naona umefeli. Kwa sababu nina mgeni. Mgeni mwenyewe ni mdogo wangu, yupo njiani sasa hivi anakuja. Yeye anatakiwa kufikia hapa. Sasa nikikukaribisha na wewe tutakuwa tumeharibu, tutabanana huko ndani. Oya. Babu, ina maana unataka unikazia hata sehemu ya kulala ndugu yako? Oya mzee, mimi sasa hivi nimekwama. Alafu nilipo hapa yani kama vile nimechanganyikiwa mwenzangu, yani nimekuwa kama chizi mzee. Hivi kweli kitu hiyo ni wakunitupa hiyo kiasi hicho? Oya, mimi sikuzingui mwanangu. Ninachokuambia hapa ni kitu cha serious. Nina matatizo ndugu yako. Yani hapa nilipo yani sina hata sehemu ya kwenda. Oya, babu mimi hata wewe ndugu yako akija, mimi nipo tayari tubanane hapo kitandani. Kama tutakuwa tunabanana sana, mimi hata chini nitakuwa na mwanangu. Yani wewe fanya hivyo tu ndugu yako nisaidie. Alafu Aileen aliniambia kuhusu swala nini? Kuhusu swala la kazi mwanangu. Wewe nitafutia kazi. Kwa hiyo mimi nipo tayari kwenda kuifanya hiyo kazi. Yaani kivyovyote vile mimi naamini ndani ya siku 2-3 nini, mimi nitakuwa nishakamilisha kodi yangu, nitahama nitaenda kuishi kwangu. Usinikazie ndugu yako babu. Sijajua pale kazini kutakuwa bado kuna uhitaji wa mtu. Kwa sababu alihitaji kipindi kile la kwa sasa sidhani. Na mdogo wangu akija na yeye anatakiwa nimtafutie kazi. Sasa nikimtafutia mdogo wangu na wewe ni mambo mawili tofauti mwanangu. Oya mwanangu, hebu acha kunikazia, acha masiama. Kijungu. Naongea ni la kweli. So utani. Asingekuwa mdogo wangu mbona mimi ningeukaribisha tu, hamna shida yote mwanangu. Kitoi, mimi sioni kama kuna haja kuendelea kumdanganya. Kijungu, mimi nawe mapenzi alishakufa muda. Oya. Hebu acheni masiara basi. Huyu si shemeji yako huyu. Wewe leo unatumia na shemeji yako. Oya, wewe, Aileen, hebu acha masiara ujue, sawa? Huyu ni Kitoi, alafu ni rafiki yangu. Wewe hebu acheni maswala kuzingua ujue. Wewe mwanangu, yani mimi nimepata matatizo kidogo tu. Alafu leo hii mmekuwa kwenye mahusiano. Nyinyi mnanichukuliaje nyinyi? Aileen, hebu acha masiara, usiondoke. We, koma.